Hizi ni nondo za habari kutoka Kimgongo TV. Mimi ni Charles Fabian. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa maandamano yaliyofanywa na watu waliobeba silaha hayastahili kuitwa maandamano bali ni viashiria vya uvunjifu wa amani. Akizungumza hii leo jijini Dar es Salaam katika mkutano wake na wahariri pamoja na waandishi wa habari, Dr. Nchemba ameeleza kuwa sehemu kubwa ya waliohusika katika vurugu zilizotokea baada ya uchaguzi hawakuwa wakitumia lugha ya Kiswahili, jambo linalozua maswali kuhusu wahusika halisi wa machafuko hayo. Aidha, waziri mkuu amesema rais aliamua kuunda tume ya uchunguzi ili kuhakikisha ukweli kuhusu matukio hayo ujulikane bila kuacha nafasi ya upotoshaji. Katika maelezo yake, alitoa mfano kwa askari mwenye uraia wa Marekani na Kenya aliyekamatwa mpakani mwa Tanzania na Kenya akiwa na mabomu. Alisema askari huyo alidai amejihami kutokana na taarifa zisizokuwa sahihi zinazoenezwa mtandaoni kuhusu usalama wa Tanzania. Ukiliangalia moja kwa uzoefu wetu, ukiangalia wengi mataifa ya nje na wengine hata wa ndani wanaingia kwenye kusema hivyo. Wanasema maandamano. Ukienda kwenye ukweli tu, uwe mkweli mwenyewe. Maandamano yalikuwepo wapi na wapi? Nimesema maandamano alafu ndo yameenda kwenye maisha ya watu. Ni vile wenzetu wa vyombo hawana kawaida ya kuweka numbers za umepoteza askari wangapi. Nyewe wakubwa zetu mnaweza mkatukumbusha vizuri zaidi. Hivi wakati wa vita vya Idi Amin tulikuwa tunasema kila siku tulikuwa tunatoa orodha ya askari wangapi tumepoteza. Hawasemi. Lakini maandamano ya watu wanaenda na silaha, watu wanakuwa well armed. Ni maandamano. Ni maandamano. Watu wako well armed, ni maandamano. Nani kamfiatulia nani? Haya ndio maana Mheshimiwa Rais kaunda tume. Na si hilo tu, watu wengine wanaona yanasemwa. Juzi kashikwa yule mmoja anavuka mpakani. Ana uraia pacha kwa nchi moja kubwa kule na nchi moja. Ana mabomu. Na ajabisha alipohojiwa anasema nimeona nibebe na mabomu nikajihami kwa sababu inasemekana Tanzania kuna insecurity issue. Utamaduni gani hapa Tanzania wa kila mmoja kujilinda na mabomu? Huyo kashikwa. Je, tulishajua na tulishajua wengine waliokuwemo mle walikuwa wako na silaha gani? Lakini sio hilo tu. Pia kwa sababu ya masuala haya ya kichunguzi haiweki wazi. Namba kubwa hawajui hata Kiswahili. Ni maandamano. Sasa na wameshiriki na ndugu zetu. Kwa hiyo ndio maana tunasema haya lazima yafanywe kwa kina. Na ndio maana tunatoa rai kwa ndugu zetu wa Tanzania wenzangu, vijana wa Kitanzania. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Na ninyi nawaambieni kama mmoja ya mhimili mikubwa ndani ya nchi yetu, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii. Tanzania sio mali ya serikali. Sio mali ya serikali Tanzania. Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi ipo. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi ipo. Ulizeni wale ambao walishapoteza nchi kama wana vyama vya siasa. Na shughuli zote tunazifanya kwa sababu nchi ipo. Wewe na imani yako unafanya hivyo kwa sababu nchi ipo. Tuilinde nchi yetu. Kila mtu ana matarajio yake, ana matamanio yake. Utayafikia tu kama nchi ipo. Tusiigeige mifano.
Wengine wengi wanaofanyaga mavurugu ya aina hii, kila mtu yuko na pasipoti yake mkononi, wana uraia pacha. Nchi zao zina uraia pacha. Mtu mmoja anakuwa na nchi 3. Mtu mmoja anakuwa na nchi 5. Wana multiple citizenship. Sisi nchi yetu ni hii. Na Watanzania walio wengi hata pasipoti ya kusafiria hatuna. Mimi kwenye uzao wetu tumezaliwa, tuko kwa baba tuko 16. Ni mimi peke yangu nina passport. Wote hawa wako pale kijijini. Wote wako kijijini pale. Tunataka tutengenezewe makovu ambayo hayatapona, ambayo tutaanza kupigana sisi kwa sisi. Tutamudu wapi? Wengine kule wana mataifa mengine yale mnayoyaona yanafujo kila siku, ana pasipoti yake, ana makazi huku na huku. Sisi tuna nchi hii moja inaitwa Tanzania. Tanzania wenzangu, tuilinde. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DSTV, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi, piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.